Yes, bwana, mambo vipi mtazamaji wetu Bea TV, karibu sana katika channel yako bora sana, channel ambayo inakupa updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana, Young Africans kupitia kwa rais wa timu hiyo Engineer Hersi Said ameamua sasa kufanya kufuru kuhakikisha anasajili wachezaji ambao ni wazuri, kuhakikisha anasajili wachezaji ambao ni bora sana ili waje kuongeza nguvu kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Moja ya usajili mkubwa kweli kweli ambao unatarajiwa kuanza kutambulishwa mwanzoni mwa mwezi wa 7 baada ya Young Africans kufanya vizuri kweli kwenye msimu huu 2024-2025. Licha ya kutokufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, lakini sasa wameamua sasa kusajili mashina ambazo zina experience kubwa, experience bora kweli ili waweze kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Au sio bwana? Moja ya mchezaji namba moja ya mchezaji hatari kweli ambaye tayari yupo kwenye 92% za mchezaji huyo kuweza kutambulishwa kwenye kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, anaitwa Miguel Gribeto, ambaye alizaliwa tarehe 30 ya mwezi wa 3 mwaka 2001, ambaye ana umri wa miaka 24, ambaye ni raia wa Angola. Hivi sasa anakipiga kunako kwenye kikosi cha Atletico Petro de Luanda, lakini pia ni mchezaji ambaye ametokea kwenye kikosi cha Orlando Pirates. Kabla ya kutoa Orlando Pirates alikuwa kwenye kikosi cha Petro Atletico de Luanda, lakini alikuwa akiwindwa na Young Africans msimu jana baada ya msimu jana 2023-2024, lakini Young Africans wakufanikisha deal hilo la kunasa saini yake. Bari mambo huyo aliamua kutimkia kwenye ligi ya South Africa na kwenye kikosi cha Orlando Pirates, lakini sasa baada ya hapo sasa hakuonyesha performance nzuri, hakuonyesha performance bora sana kweli na klabu ya Orlando Pirates ikaamua sasa kumrudisha mchezaji huyo kunako kikosi ambacho alikuwa akikipiga msimu uliopita Petro Atletico kwenye dirisha dogo la usajili. Sasa mchezaji huyo ameamua sasa bora apunguze mshahara, lakini aweze kutua kunako kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia mchezaji mwingine ni mwamba huyo hapa anaitwa Jean-Claude Girumugisha, kijana mdogo kweli, kijana machachali ambaye ana uwezo mkubwa sana uwanjani, ambaye ana uwezo bora sana uwanjani, ambaye amekuwa na performance kubwa kweli kwenye msimu huu 2024-2025 kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambaye aliwezesha klabu yake ya Al Hilal Omdurman nchini Sudan, ambayo inashiriki ligi kuu ya Mauritania hivi sasa, ambayo inanolewa na kocha Frontine Ibenge ambaye anaitwa Jean-Claude Girumugisha, mwamba kutoka Burundi. Amekuwa na performance nzuri kweli na kuiwezesha timu yake kutua hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Uwezo wake, performance yake kubwa imewafanya Young Africans na kuwashawishi uongozi wa Young Africans na kuvutiwa na huduma yake, kuhakikisha wanamalizana na mchezaji huyo ili aweze kutua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mwamba huyu tayari amesaini mkataba wa miaka 2 kunako kikosi cha wananchi Young Africans, mkataba wa awali wa miaka 2, na inasadikika kwamba kuanzia mwezi wa 7 basi mwamba huyu anaweza kutambulishwa kwenye tarehe 8 au tarehe 10 kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, kuhakikisha anajiweka fiti ili kuelekea msimu ujao 2025-2026. Jean-Claude Girumugisha ambaye anatajwa kuja kuchukua namba ya Kennedy Musonda, ambaye Kennedy Musonda anatajwa kuondoka kwenye kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans kutokana na Kennedy Musonda kutokuonyesha performance nzuri, kutokuonyesha kiwango kizuri kweli, na sasa Young Africans wakaamua sasa kumalizana na mchezaji huyo Jean-Claude Girumugisha. Narudia tena kwamba Jean-Claude Girumugisha tayari amesaini mkataba wa miaka 2, na muda wote kuanzia mwezi wa 7 mwamba huyo atatambulishwa rasmi kunako kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Huu ni moto au ni msumari wa kwanza ambao Young Africans tayari umemalizana nao kuelekea msimu ujao wa 2025. Jean-Claude Girumugisha ambaye
alikuwa akivutia vilabu mbalimbali, Azam FC, Simba Sport Club, lakini pia na klabu moja kutoka Uturuki ilikuwa ikivutiwa na huduma yake na kuhitaji saini yake. Lakini mambo huyo ameichagua sasa Young Africans kuja kuwatumikia mabosi wa Jangwani kijani na njano kuelekea msimu ujao 2025 2026. Usajili huu au ujio wa Jean Claude Girumu kisha anakuja kuongeza nini kunako kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans? Dondosha comment yako, tutaisoma, lakini pia usiache kusubscribe kwa kushare pia na comment kwenye video hii, lakini pia kushare video hii kwa watu mbalimbali. Hii ni Bea TV, nikutakia wakati mwema. Bye bye.